Isabela alijikuta katika hali ya kutokuamini. Kelele zilizotoka kooni mwake zilikuwa zikigonga kuta ya jumba hilo la kifahari, lakini hakuna sauti ilionekana kuwa na nguvu ya kutosha kuondoa kiumbe hicho mbele yake. "Jamani nyoka, nakufa, msaada jamani, nyoka ameingia ndani, msaada!" aliomba kwa sauti iliyotetema. Alijikuta alikuwa amejikunyata chini sakafuni, akihisi mwisho wa maisha yake umefika, katika jumba la kitajiri na urembo wote wa chumba chake cha kulala. Nyoka huyo mkubwa alikuwa na muonekano wa kutisha. Rangi yake nyeusi iliyong'aa ilionyesha ukubwa na uzito wake, huku macho yake makubwa yakitoa mng'ao wa manjano usio wa kawaida, yakimtazama Isabela moja kwa moja. Nyoka alikuwa akimsogelea taratibu sana, mwili wake mzito ukigusa sakafu ya marumaru. Isabela alihisi nguvu zote zikimtoka, misuli ikilegea kiasi kwamba hakuweza hata kujaribu kusimama na kukimbia. Hofu ilimfunga minyororo. Jambo la kushangaza zaidi kuhusu nyoka huyo halikuwa la ukubwa tu, bali harufu kali iliyotoka mwilini mwake. Ilikuwa ni harufu chafu mithili ya mzoga uliooza kwa siku nyingi, harufu iliyochanganyika na harufu ya ardhi yenye unyevu, ikijaza hewa ya chumba chote. Harufu hii ilimletea Isabela kichefuchefu, akiongeza hofu ya mwili wake juu ya hofu ya kisaikolojia. Alihisi kiumbe hicho hakikuwa cha kawaida, na machoni mwa nyoka huyo alionekana ni mwenye njaa ya ajabu. Nyoka alifika karibu sana, kichwa chake kikubwa kikiwa na umbali wa mita 1 tu kutoka kwa Isabela. Nyoka alisimama akimwangalia Isabela na akizidi kutetemeka kama majani. Jasho zito lilimtiririka kifuani na usoni, akijaribu kutafuta uwezo wa kumwokoa yeye mwenyewe, lakini akili yake iligoma kabisa. Alijikuta akilia kimya kimya na akibubujikwa na machozi ya uchungu na kujutia kwa nini alikuwa amepoteza nguvu zote kwa kupiga kelele. Ghafla, katika hali ya kuto kujitambua na mwisho, mlango wa chumba ulifunguliwa kwa nguvu. Aliyekuwa ameingia alikuwa ni mlinzi wa getini, akiwa ameshika silaha yake ndogo mkononi. Mlinzi alikuwa amesikia kelele za mwanzo za Isabela. Alimwona nyoka na hofu, lakini alikuwa tayari kumwokoa bosi wake. Alinyanyua silaha yake tayari kumshambulia yule nyoka mkubwa aliyemkaribia Isabela. Wakati mlinzi anataka kuifatua risasi, mlango mwingine ulifunguliwa ghafla, na Enoki, mume wa Isabela, akaingia kwa haraka na ghadhabu. "Acha! Unataka kumuua huyo nyoka? Amekukosea nini?" Enoki alinguluma kwa sauti ya mamlaka iliyojaa hasira, akipiga hatua 2 mbele. Mlinzi alipigwa na butwaa, akisimamisha kitendo chake. Hakuamini maneno aliyoyasikia kutoka kwa bosi wake kumtetea nyoka hatari. Enoki hakujali mlinzi wake na wala hali ya mke wake. Alimgeukia mlinzi kwa ukali zaidi. "Nani alikupa ruhusa ya kuingia humu ndani kwanza wewe kazi yako ni kumlinda mke wangu au kulinda gate? Alimfukea, akisisitiza kosa la kuingia ndani ya chumba cha binafsi bila ruhusa, kana kwamba tukio la nyoka halikuwa tishio. Sauti ya Enoki ilikuwa kali na baridi, ikionyesha upendeleo usioeleweka kwa nyoka mkubwa. Katika yale mabishano ya haraka na ya kushangaza kati ya bosi na mfanyakazi, jicho la Isabela lilikuwa likimtazama nyoka. Nyoka huyo mkubwa alitoweka ghafla. Hakukuwa na sauti na hakukuwa na msisimko wa mwili wake mkubwa ukikwepa. Alitoweka tu kana kwamba alikuwa ni moshi. Kila mtu alitulia ghafla, wakishangaa jinsi nyoka huyo alivyoweza kuondoka bila wao kuona. Mlinzi alishtuka. Mlinzi alishusha silaha yake
na kuinama kwa heshima kubwa, akiomba msamaha kwa kosa la kuingia. "Samahani sana boss, nilifuata tu kelele za mama mkubwa, sikujua, samahani," alisema mlinzi kwa unyenyekevu. Enoch alimwangalia kwa sura iliyokuwa bado imejaa hasira na kumwashiria atoke nje. Mlinzi aliondoka haraka akiwa amechanganyikiwa na tukio hilo la ajabu. Isabela alikaa kimya kwa muda akiwa amezidiwa na hofu na mashaka. Baada ya mlango kufungwa nyuma ya mlinzi, aliinuka taratibu, mwili wake ukiwa unatetemeka. Alimwangalia Enoch, uso wake ukiwa umekunjana kwa mchanganyiko wa hofu na hasira mpya iliyoanza kuchemka. "Kwa nini ulimkataza asimue yule nyoka?" aliulizwa kwa sauti yake ikiwa ni kunong'ona kwa mwanzo. Hofu ilimpa nguvu ya kuendelea. "Alitaka kunidhuru Enoch. Ona sasa amepotelea wapi? Tunalalaje humu ndani tukiwa na nyoka mkubwa namna ile? Siwezi kulala Enoch, naondoka," alisema huku akilia kwa uchungu, machozi yakiwa yanamtililika, akihisi maisha yake yote yalikuwa yamefika mwisho. Na sasa Enoch alikuwa akitaka aendelee kukaa katika hatari hiyo. Enoch alijaribu kumtuliza. Uso wake ulikuwa umejaa hofu iliyofichika, tofauti na hasira ya kumuona mlinzi. "Usijali Isabela, tutamtafuta taratibu," alisema akijaribu kukaribia na kumshika mkono, lakini Isabela alimtoa. Maneno yake hayakuwa na maana kwake. "Taratibu? Wewe si ulimkataza mlinzi kumua yule nyoka?" "Enoch, naomba uniambie ukweli, ni nini unanificha?" Isabela sasa alibadilika kabisa na sauti yake ilianza kunyanyuka, macho yake yakimtazama Enoch kwa ukali usio na huruma ambao hakuwahi kumuonyesha hata siku moja. Alisema kwa msisitizo mkubwa, akisukuma siri aliyoiona kuwa inakuja kwa kasi. "Maana huu ni muendelezo wa matukio ya ajabu ninayoendelea kuyaona humu ndani, na wewe unachukulia kawaida tu Enoch." Isabela alisisitiza. Alijua fika hili halikuwa tukio la bahati mbaya la nyoka kuingia ndani. Ilikuwa ni sehemu ya mfululizo wa matukio ya kutisha ambayo Enoch alikuwa akiyapuuza na kuyadharau. Alitaka majibu. Enoch alikuwa katika hali ngumu. Hakuwa na jibu la moja kwa moja la kumpa mkewe. Alimkata macho yake kwa ukali Isabela. Alimwambia atulie kwanza kutokana na hali aliyokuwa nayo na wangezungumza baadaye. Lakini Isabela alijua baadaye haikuwepo. Ilikuwa ni mwaka mmoja sasa tangu Enoch na Isabela walipofunga ndoa ya kifahari zaidi jijini Dar es Salaam. Harusi yao ilikuwa imetawala kurasa za magazeti na udaku na baadhi ya mitandao ya kijamii, ikionyesha muungano wa wawili hao waliopendana na utajiri mkubwa wa Enoch. Enoch alikuwa ni tajiri mkubwa jijini na aliyejulikana kwa biashara zenye mafanikio makubwa na maisha ya anasa. Maisha yao ya kila siku yalionyesha picha kamili ya ustawi wa kidunia. Waliishi katika jumba kubwa na zuri lililojengwa kwa ubunifu wa hali ya juu, wakiwa na magari ya kifahari yaliyopaki kwenye banda la magari. Kwa macho ya kijamii walikuwa wana ndoa bora na mfano wa kuigwa wa furaha na mafanikio. Lakini nyuma ya mlango iliyofungwa kwenye jumba hilo la kifahari, ukweli ulikuwa tofauti kabisa. Tangu wawili hao wafunge ndoa, hawajawahi kuwa na amani ya moja kwa moja. Kulikuwa na kivuli cha mashaka na hofu kinachotanda, kikitokana na matukio ya ajabu na yenye kutisha ambayo Isabela alikuwa akishuhudia mara kwa mara. Mbali na matukio ya kutisha, kulikuwa na siri nyingine kubwa katika ndoa yao. Tangu wafunge ndoa, Enoch na Isabela hawajawahi kushiriki tendo la ndoa. Enoch alikuwa akitoa kisingizio kimoja tu.
alikuwa na matatizo ya kiafya na alimwahidi Isabela mara kwa mara sio muda mrefu atapona na atakuwa sawa. Kwa hakika Isabela alipatiwa kila kitu kwa wakati, na kwa maana ya maisha ya kifahari na anasa, alikuwa na uhuru wa kufanya manunuzi katika kila alichokitaka. Hata hivyo, kukosa furaha na amani kulifanya asione thamani ya vitu vyote hivyo, na moyo wake ulikuwa umejaa wasiwasi kutokana na matukio ya ajabu yaliyokuwa yakiendelea mfululizo katika ndoa yake. Mojawapo ya matukio yaliyotangulia na yaliongeza mashaka ya Isabela ilikuwa ni sauti za ajabu usiku. Usiku mmoja wakiwa wamelala kimya kimya kitandani, Isabela alianza kusikia sauti zisizoeleweka. Zilikuwa za ajabu na za kutisha, kana kwamba zinatoka kwenye kuta au paa za nyumba hiyo. Isabela alishtuka ghafla. Hofu ilimvaa, akijua fika kuwa sauti hizo hazikuwa za kawaida. Alimwamsha mumewe kwa haraka, akimtikisa bega lake. Enoch, unasikia?" aliuliza, akijaribu kumwelekeza kwenye sauti alizozisikia. Enoch aligeuka kwa uvivu, akijifanya ameamka ghafla. "Nasikia nini Isabela? Kuna nini?" aliuliza kwa sauti ya usingizi. Isabela alimwangalia kwa mshangao. "Nasikia sauti za ajabu, usiniambie usikii Enoch," aliuliza kwa sauti iliyojaa hofu kubwa na kutokuamini. Enoch akiwa na utulivu wa ajabu alikataa. "Mimi sisikii chochote, labda unaota wewe. Itakuwa mawenge ya usingizi tu, embu lala Isabela," alisema huku akimgeuzia mgongo na kujifunika shuka, akionyesha kutojali kabisa. Isabela aliendelea kulala kwa hofu na mashaka. Maneno ya Enoch yalikuwa yakipuuza ukweli anaoujua. Alianza kuunganisha matukio yote ya kutisha: sauti, matukio ya nyoka, Enoch kumkataza mlinzi asiue nyoka, na sasa kupuuza kwake sauti za ajabu na kuhisi mumewe anamficha kitu kizito sana na kitu hatari. Asubuhi iliyofuata, Isabela hakuweza kuvumilia tena. Aliamua kutokuchukua hatua yoyote ya hatari na kwenda moja kwa moja kwa mama yake, akiamini ndiye atakuwa kimbilio na msaada wake wa kwanza. Alikimbia haraka nyumbani kwao, akipanga jinsi atakavyomsimulia hali halisi aliyokuwa akipitia. Alipofika, alikaa na mama yake, akimweleza kwa uchungu na machozi matukio yote: sauti za ajabu, tabia ya Enoch ya kupuuza, na hofu kubwa ya nyoka mkubwa ambaye mumewe alimtetea. Alitaka tu mama yake amuelewe na kumpa ruhusa ya kurudi nyumbani kwao kwa amani kabisa. Hata hivyo, mama Isabela hakuonyesha ushirikiano wowote. Alimsikiliza mwanawe huku akitikisa kichwa, lakini si kwa huruma, bali ni kwa kutoridhika. Alimwangalia binti yake kwa macho yaliyokuwa yamelewa na jina la tajiri na maisha ya kifahari. Acha ujinga wako Isabela," mama Isabela alianza kumfokea. "Wewe labda ni mwoga tu wa kuishi kwenye jumba kubwa la kifahari. Unataka kurudi tena kwenye maisha ya shida kwa sababu ya sauti za ajabu? Umechanganyikiwa wewe." Mama yake alimkosoa, akipuuza kabisa hisia na hofu za mwanae. Mama yake alisisitiza, "Hurudi huko, rudi kwa mumeo, nenda kajenga familia yako na mwanaume tajiri. Siku zote ni umekuwa mwoga, sasa unajifanya unataka kurudi kwa sababu ya nyoka tu? Haiwezekani." Alimkataza kabisa mwanae kurudi, akihofia kupoteza hadhi ya kujulikana kama mama mkwe wa tajiri mkubwa jijini. Mama Isabela hakujua kwamba mtoto wake yupo kwenye shida kweli. Alikuwa amepotoshwa na tamaa ya mali na jina. Kwa kitendo chake cha kukataa kumpa msaada, alimrudisha mwanae kwenye jumba la kifahari ambalo sasa alianza kulihisi kama gereza lililojaa mashetani. Isabela alirudi nyumbani kwake akiwa na hofu maradufu. Sasa alijua hana kimbilio popote.
Mama yake ambaye alipaswa kuwa msaada wa kwanza kwake alikuwa amemtelekeza kwa ajili ya anasa. Alijua lazima aendelee na maisha yake, lakini sasa aliendelea kuishi kwa uhakika kwamba yupo peke yake katika vita hiyo kubwa. Maisha yaliendelea. Licha ya matukio hayo ya kutisha na ukosefu wa amani, Isabela alijaribu kufuata amri ya mama yake, lakini hofu haikumwacha. Wakati huo huo, Enoch alianza kubadilisha utaratibu wake wa maisha. Enoch alianza safari za usiku zisizoeleweka. Alisingizia kuwa ni kazi za ghafla, biashara za kimkakati zinazohitaji utulivu wa usiku. Wakati mwingine alitoka usiku wa manane akisingizia anapigiwa simu za kazi zinazohitaji uwepo wake ofisini au sehemu fulani. Isabela alikuwa kwenye mshangao na mashaka. Tangu tuanze maisha yetu ya ndoa hakukuwa na safari za namna hiyo. Ghafla kuna nini? Alijiuliza kimoyomoyo. Kabla ya nyoka kutokea, Enoch alikuwa akikaa nyumbani jioni zote. Na sasa alikuwa anatoka, akimwacha Isabela peke yake na hofu yake. Tabia hizi ziliendelea kuweka wasiwasi kwa Isabela. Akihisi Enoch alikuwa akitumia safari hizi kama kisingizio cha kuficha matukio mengine ya siri au labda kutimiza majukumu fulani ambayo hakuweza kumweleza. Usiku mmoja wanandoa hawa walikuwa wamepumzika. Isabela alijifanya amelala, lakini akili yake ilikuwa ipo macho, ikichunguza kila msisimko katika chumba hicho. Enoch aliinuka taratibu kitandani, akahakikisha kuwa mke wake amelala vizuri kabla hajaanza mipango yake. Enoch alifungua mlango wa chumbani kwa uangalifu mkubwa na kuelekea koridoni. Isabela ambaye hakuwa amelala aliona zile movement zake. Hofu na udadisi vilichanganyika kwa pamoja. Aliamua kuinuka na kumfuata nyuma taratibu sana, kwa sababu alihisi mumewe kuna kitu anaficha. Enoch alipita kwenye corridor na kuingia kwenye eneo la chumba cha wageni. Isabela alisimama kwenye kona akichungulia kwa uoga. Hapo ndipo alishuhudia tukio la ajabu ambalo lilibadilisha kabisa maisha yake. Cha kushangaza, Isabela alimwona mumewe akiwa amesimama mbele ya kiumbe. Hakuamini macho yake. Enoch alikuwa anaongea na yule nyoka mkubwa mweusi aliyekataa asiuliwe siku ile. Nyoka alikuwa amejipinda akionyesha utukufu wake wa kutisha. Mungu wangu! Isabela alishtuka, akijikuta akipiga mikono mdomoni ili kuzuia kelele zake. Hofu kubwa ilimvaa tena, lakini sasa alichanganyikana na ukweli mchungu. Macho yake yalikuwa yakimwona Enoch akizungumza na nyoka huyo. Na hapo ndipo Isabela aligundua ukweli mchungu wa kwamba mali za mumewe zote si za halali, bali ni mali za kishirikina. Alijua sasa kwa nini Enoch alimtetea nyoka huyo. Alikuwa ni bosi wa Enoch, chanzo cha utajiri wake. Isabela alimsikia Enoch akiongea kwa unyenyekevu mkubwa, kama mtumishi anayeongea na bwana wake. Tafadhali tulia mkuu, na kuahidi kesho nitafanikisha kafara yako. Utapata chakula. Usinidhuru mimi wala mke wangu, na kuomba. Maneno ya kafara na chakula yalimtia Isabela akate tamaa kabisa. Baada ya maongezi hayo, nyoka alitoweka tena katika hali ya kushangaza. Enoch alionekana kuchanganyikiwa na kuhuzunika kutokana na yale mazungumzo. Akielekea kurudi chumbani kwao, Isabela baada ya kumwona mumewe anakuja, alikimbia kitandani haraka sana. Alijifanya ameendelea kulala, akilala kwa hofu kubwa na kutetemeka, akificha uso wake kwenye mto. Siri ya Enoch kuhusu utajiri wake ulianza kujulikana na Isabela. Enoch aliporudi chumbani na kulala, bila kujua kwamba mke wake sasa ameanza kujua ukweli wote wa maisha yao ya ndoa. Chini ya shuka,
Isabela alikuwa analia kimya kimya akiwa katika hali ya kuchanganyikiwa. Mungu wangu, nifanye nini sasa? Alijiuliza, akihisi kanaswa katika jumba la kifahari lililogeuka kuwa ngome ya kiroho. Usiku ule ulipita kwa hofu na mashaka kwa wote wawili. Enoch akihofia mkuu wake na Isabela akihofia mume wake na nyoka huyo. Asubuhi iliyofuata, Isabela alikuwa amekata tamaa kabisa. Hakuna kitu alichokuwa nacho kingeweza kumfanya aendelee tena kuwa na amani katika jumba lile. Akili yake ilikuwa imejawa hofu, na huku masikioni mwake bado yakiita maneno ya Enoch, nitafanikisha kafara yako. Alipiga simu kwa mama yake, sauti yake ikiwa imetetemeka na kulia kwa uchungu mwingi. Mama, naomba unisaidie tafadhali. Njoo nirudishe nyumbani. Mimi siwezi tena, nahofia kufa. Aliomba kwa sauti iliyojaa maumivu. Mama Isabela alichukua simu akionyesha hasira ya kukata kuvunja uhusiano kwa sababu ya simu za binti yake zinazomsumbua. Unaanza tena Isabela. Mimi nimekuambia kazi yangu ni ya kukulea tu na imekwisha. Kwa sasa kana mumeo, jenga maisha yako. Umenisumbua sana asubuhi na mapema. Nimechukia. Alikata simu haraka bila kumpa nafasi mwanae kujitetea. Baada ya simu kukatwa, Isabela alilia kwa muda mrefu, akihisi kutengwa kabisa na familia yake. Mama yake alikuwa amekataa kumsaidia kwa mara ya pili, akipendelea utajiri wa mkwe wake kuliko uhai wa binti yake. Isabela alijaribu kupiga simu tena, lakini mama Isabela alikuwa amezima simu. Alikataa kupokea. Isabela alijikuta amezungukwa na utajiri, lakini akiwa maskini wa msaada na akijua maisha yake yalikuwa yakiyumba sana. Isabela alikaa peke yake chumbani, akijaribu kutafakari hatima yake. Alifikiria kukaa au kukimbia. Alijua kabisa kurudi nyumbani kwa mama yake haitawezekana, na kuendelea kukaa kwenye hatari pia. Ana hofu ya kutolewa kafara. Inatosha, alisema kwa sauti kubwa, akifuta machozi yake. Aliamua kukimbia mwenyewe na kutafuta msaada kwa mtu mwingine, labda kaka yake au dada yake. Alijua hili ni jambo la kulifanya na hakuweza kusubiria tena. Isabela aliamua kuanza safari ya kutoroka ghafla. Ilikuwa ni hatari kubwa. Kwa Enoch alikuwa akirudi nyumbani karibu saa 7 mchana kwa ajili ya chakula cha mchana. Alikuwa na muda mfupi sana wa kujiandaa. Alianza kufungasha vitu vyake vichache sana, akichukua nguo chache na vitu vya samani visivyo vingi. Hata hivyo, wakati akifungasha aligundua kitu kingine cha ajabu. Alipitia mfuko wa siri wa Enoch, akitafuta hati za ndoa au hati nyingine za siri. Badala yake aliona sanduku dogo la ajabu lililokuwa limefungwa vizuri. Lilionekana ni la zamani sana na lilikuwa na mng'ao wa kutisha. Ndani ya sanduku hilo, Isabela alikuta vitu viwili vilivyomtia hofu na mashaka. Picha ya mtoto mchanga na kitambaa chekundu kilichokuwa kimefungwa kwa staha sana. Picha ya mtoto mchanga haikuwa na jina na hakuna maelezo yoyote. Kitambaa chekundu kilikuwa na harufu kali ya uvumba, ikichanganyika na ile harufu chafu aliyoisikia kutoka kwa yule nyoka. Isabela alihisi mwili wake ukinyonywa nguvu na moyo wake ukipiga kwa kasi sana. Alisita kwanza, akijua vitu hivi ni vya siri sana na havipaswi kuonekana, lakini akakumbuka amri ya mama yake na hofu ya kifo. Aliamua kuvichukua vitu hivyo kama ushahidi wa siri za mumewe. Alijifungasha haraka, akitupa kila hofu na aibu, na akachukua gari yake ya kifahari. Alitoka kwa kasi, akienda moja kwa moja kwa kaka yake mdogo ambaye alikuwa ni jirani wa Enoch.
Isabela alifika kwa kaka yake. Alikuwa akifanya kazi katika kampuni ya ujenzi na alimueleza kaka yake matukio yote kwa undani. Akaonyesha sanduku la siri la Enoch lenye picha ya mtoto mchanga na kitambaa chekundu. Kaka Isabela alitulia kidogo, akiangalia picha na kile kitambaa. Alijua lazima kuna jambo linatendeka, kwani Isabela alikuwa akilia kwa uchungu na alionekana kukata tamaa kabisa. Ghafla kaka yake akageuka na kumwangalia Isabela kwa masikitiko. "Dada yangu, pole sana," alisema huku akimkumbatia, akionyesha huruma. "Ukweli ni huu, kuna siri nyingine kubwa kuliko unavyojua. Na mimi ndiye ninayefanya uolewe, na mimi ndiye niliyefanya uolewe na Enoch." Isabela alishtuka. "Wewe? Kaka, unamaanisha nini?" aliuliza kwa mshangao na hasira. Kaka yake alieleza kuwa alikuwa amemuuzia Enoch siri ya utajiri wake, akidhani kuwa ni siri ya kibiashara na si ya kishirikina. Kaka yake aliendelea, "Enoch amekuwa na matatizo ya uzazi tangu zamani na alikuwa akitafuta mwanamke ambaye hajazaa mtoto. Nikakuona wewe huna mtoto, mdogo wangu, nikamdanganya Enoch kuwa huwezi kuzaa na ndio maana unaolewa. Alikubali kwa sababu alihitaji mwanamke wa kumpa mkuu wake." Sasa siri mpya ilifichuka. Isabela alikuwa ni kafara hai ya utajiri wa Enoch, lakini kafara ya mtoto wa Isabela ndio ilikuwa inahitajika. Enoch alikuwa akitafuta mwanamke ambaye angeweza kumzaa mtoto atakayetolewa kafara. Picha ya mtoto mchanga iliyopatikana kwenye sanduku ilikuwa ni picha ya mtoto wa mke wa kwanza wa Enoch, ambaye alitolewa kafara miaka 3 iliyopita. Kitambaa chekundu kilikuwa ni kitambaa cha kiapo na cha kimila. Isabela alilia kwa uchungu. "Nimekuwa mtumwa wa shetani kwa ajili ya anasa," alisema kwa huzuni. Kaka yake alimuomba msamaha, akijuta sana kwa kitendo chake cha kumdanganya Enoch na kumweka dada yake katika hatari. Hali ya mke wa kwanza ilikuwa mbaya zaidi. Baada ya mtoto wake kutolewa kafara, mwanamke huyo alipata wazimu na Enoch alimweka mahali pasiri, akidai kwamba amehama nchi. Sasa Isabela alijua kila kitu kuhusu mumewe, utajiri wake na siri zake zote. Kaka yake alimwahidi kumpa msaada wote muhimu, akimficha kwa muda ili Enoch asijue alipo. Jioni hiyo Enoch alirudi nyumbani akiwa amechanganyikiwa baada ya kukosa majibu kutoka kwa mkuu wake kuhusu kafara. Alipoingia ndani, aligundua kimya cha kutisha. Alipokwenda chumbani, alikuta chumba kikiwa kimewekwa sawa, lakini Isabela hakuwepo. Alipokuwa kila sehemu, kwanza hakukuwa na dalili yoyote ya vita au ugomvi, lakini aligundua kuwa Isabela ameondoka na gari lake, amemkimbia. Enoch alinguruma kwa hasira. Alijua fika kuwa mke wake lazima alijua ukweli na alikuwa amemkimbia. Alimpigia simu mama Isabela. "Mke wangu amekimbia, yupo kwako?" aliuliza kwa sauti ya amri. Mama Isabela alijibu kwa hofu, "Hapana mwanangu, Enoch hajanitafuta mimi, sijui alipo, nisamehe sana baba yangu." Mama Isabela alikuwa anasikitika, akihofia kupoteza nafasi yake ya kifahari. Enoch alimkataza mama mkwe wake kumwambia mtu yoyote kuhusu kutoweka kwa Isabela, akimtishia kuwa atamnyang'anya kila kitu alichompa. Alijua lazima atamtafuta Isabela na atamrudisha, kwa sababu alikuwa ni kafara hai ya utajiri wake na mkuu wake alikuwa akimhitaji. Enoch alitumia watu wake wa siri kuanza kumtafuta Isabela katika jiji zima, huku yeye akijifanya yupo busy na kazi zake za kawaida. Kwa Enoch, kutoweka kwa Isabela ilikuwa ni jambo linaloweza kutatuliwa kwa kumleta mbadala wake haraka iwezekanavyo.
Kwa upande mwingine, Sara alikuwa ni mfanyakazi wake mrembo. Alikuwa katika maisha yake ya kawaida. Siku hiyo alikuwa akirudi nyumbani kwa miguu, akipita barabara yenye pilika, akitazamia kupanda daladala kuelekea Uswahilini. Ghafla gari la bosi wake la kifahari lilisimama kando yake. Enoch alishusha kioo, akitabasamu kwa kuvutia. "Sara, mbona unatembea kwa miguu jamani?" alisema Enoch, akijifanya mwenye kujali. Sara alishtuka. Hakutegemea bosi wake tajiri mkubwa asimamishe gari lake la kifahari kwa ajili yake. "Amna bosi, sijajaliwa kupata usafiri wangu, hivyo nitaenda stand kupanda daladala." Sara alimjibu bosi wake kwa upole na kwa unyenyekevu. "Pole Sara, naweza kukupeleka unapoenda?" aliuliza Enoch, akijifanya anatoa msaada wa hiari. Sara alikataa kwa heshima, akijua haikuwa sawa. Lakini Enoch alisisitiza, "Panda bwana, twende." Sara alipanda kwenye gari la kifahari la bosi wake, akiwa haamini macho yake. Harufu ya marashi ya gari na viti vya ngozi vilivyolainika vilimfanya ahisi yupo kwenye ndoto. Enoch alimpeleka Sara mpaka anapoishi Uswahilini bila kujali hadhi yake. "Asante sana boss, Mungu akubariki." Sara alitoa shukrani kabla ya kushuka kwenye gari. Alishuka akiwa na moyo uliojaa matumaini ya siri. Enoch alimshika mkono akimzuia asishuke. "Unaweza ukanipatia mawasiliano yako kama hutojali?" aliuliza kwa upole. Sara hakutegemea. Aliona kama anaota, lakini ilikuwa ni kweli. Alimpatia Enoch namba zake za simu. Enoch alimpatia Sara kibunda cha pesa kama shukrani ya kumpa namba. Pesa hiyo ilikuwa ni sawa na mshahara wake wa miezi 3. Sara hakuamini. Aliipata pesa hiyo nyingi jioni moja bila kufanya kazi yoyote. Sara alishuka kwenye gari akiwa na furaha kubwa, akishikilia kile kibunda cha pesa mkononi mwake. Enoch aligeuza gari na kuondoka, akijua amefanikiwa kumpata mbadala wa Isabela. Kwa upande wa Isabela, alikuwa ameanza maisha ya mafichoni kwa kaka yake, lakini bado hakuwa na amani. Alikuwa na mawazo mengi sana, akihofia Enoch asije akamgundua. Alijuta jinsi alivyoolewa na utajiri na kukosa amani. Alitazama picha ya mtoto mchanga na kitambaa chekundu, akijua sasa kwa nini Enoch alikuwa akihangaika kumpata mwanamke anayeweza kuzaa. Alikuwa anahitaji kafara ya damu ili aweze kuwa tajiri. Yule mrembo Sara aliingia chumbani kwake Uswahilini. Alikuwa akiishi na rafiki yake aitwaye Zai katika chumba kimoja cha kupanga. Maisha yao hayakuwa ya kifahari. Walikuwa bado wanatafuta maisha. "Shogangu, leo bahati imeniangukia kwangu. Naenda kuwa tajiri jamani mimi. Mungu hatimaye ameniona." Sara aliingia chumbani kwa shangwe, akimwaga lundo la pesa kwenye godoro lililotandika sakafuni. Zai alishtuka. "Kuna nini Sara? Hizi hela zote umezitoa wapi? Umeokota?" aliuliza Zai, akiziangalia noti kubwa kwa mshangao. "Ndugu yangu, leo nimeletwa na bosi Enoch na gari lake la kifahari mpaka hapo nje, na ameniomba namba za simu. Na sio hivyo tu, hizi pesa zote amenipa kama asante ya kumpa namba tu." Sara alikuwa ni mwenye furaha sana. "Enoch yule tajiri huyu au?" Zai alimuuliza akihakikisha. "Wewe una uhakika au unanitania?" "Ndio huyo Zai,
na anaonesha amevutiwa na mimi. Sasa basi, kesho nitaoga. Nataka nipendeze kuliko siku zote ili azidi kupagawa. Sara alitangaza akijiona tayari amekuwa mke wa tajiri. Aya, kila la heri shoga yangu, hakikisha anakuwa wetu, si amejileta mwenyewe, Zari alimshauri akimtia moyo. Wote wawili waliendelea na hadithi za furaha na mipango ya maisha mapya ya kifahari. Wakati Sara na Zari walikuwa wakijaza mioyo yao kwa matumaini ya utajiri, kwa Isabela hali ilikuwa mbaya. Ingawa alikuwa salama, hofu ya kifo na usaliti wa familia yake ulimsumbua sana. Siku ziliendelea. Enock alihakikisha anampigia simu Sara kila siku, akizungumza maneno matamu na kumpeleka sehemu mbalimbali za kifahari. Sara alizidi kujihakikishia kuwa yeye ndiye mwanamke anayempenda Enock. Alijitahidi sana kupendeza kazini. Sara alihakikisha ananukia marashi ya gharama. Mavazi yake ya kazi yalikuwa nadhifu na viatu vizuri. Kwa hakika alionekana mrembo zaidi ya siku zote. Enock alikuwa akipita kwenye ofisi ya Sara mara kwa mara, hali ambayo iliwashangaza wafanyakazi wote pale kazini. Walijadili kwa siri jinsi bosi wao anavyovutiwa na mfanyakazi huyo mrembo. Muda wa kazi ulipomalizika, Enock alimfuata Sara na kusubiri chini kwenye gari yangu, tafadhali usichelewe, alimwambia kwa sauti ya chini, kisha akaondoka. Sara hakuamini macho yake. Alipiga hatua akaondoka kazini akielekea kwenye gari la Enock akijiona mshindi. Hivi kweli bosi amenipenda mimi jamani? Au naota mimi mtoto wa kimaskini? Ukisikia kulala maskini kuamka tajiri, ndio hii yangu sasa, alijisemea. Sara alijipaka lip shine tena kwenye midomo yake, akajiweka sawa, kisha akatoka kumfuata Enock kwenye gari akiwa na matarajio makubwa ya maisha mapya. Wakati wa njiani kuelekea nyumbani kwa Sara, Enock alimshika mkono wake kwa upole. Nakupenda Sara, naomba unikubalie, alisema kwa sauti ya kuvutia. Na kuahidi nitabadilisha maisha yako na utaishi kama malkia wewe na familia yako. Sara alitabasamu kidogo, lakini akajifanya mgumu. Nitaamini vipi hayo maneno unayoyasema? Nyinyi watu maarufu mnataka kutuchezea tu na hamna tunachokipata. Baadaye unarudi kwa mkeo. Sara alijibu akijaribu kuonesha kwamba anajua thamani yake. Hapana Sara, siwezi kufanya hivyo. Nimevutiwa na wewe muda mrefu sana, Enock alijibu kwa msisitizo. Na ili nikuaminishe kama nakupenda kweli, nitakuhamisha hapa na utaenda kuishi kwenye apartment hata usiku huu. Na huu ni mwanzo tu. Utatafuta eneo mjini na nitakujengea nyumba ya gharama yoyote. Sara aliposikia ahadi hizo, alizidi kuchanganyikiwa na kutawaliwa na tamaa. Sawa, nimekubali, asante, alijibu kwa furaha isiyofichika. Hakuona hatari yoyote. Yeye aliona mlango wa utajiri ikifunguka. Walipofika mtaani kwa Sara, Enock kama kawaida alimpa kibunda kingine cha pesa. Sara alishuka akiwa na furaha kubwa, akijua maisha yake yamebadilika. Usiku uliingia nyumbani kwa Isabela, ambaye sasa alikuwa mafichoni kwa kaka yake. Hali ilizidi kuwa mbaya kiakili. Isabela alikuwa analia na kuwa na mawazo muda wote, akijuta sana kwa nini alifunga ndoa na Enock kwa sababu tu ya utajiri. Aliendelea kufurahia kuwa na uhuru na wa kuwa mbali na yule nyoka, lakini hofu ya kugunduliwa ilimwandama. Wakati huo Enock alikuwa akifuatilia hatua za Sara.
alipewa kila anachokitaka kama alivyoahidiwa. Enoki alimhamisha Uswahilini na akampa nyumba nzuri ya kifahari, gari zuri na kila kitu alichotaka. Sara alijiona kuwa mchepuko mwenye thamani zaidi duniani. Lakini kulikuwa na jambo moja linalomshangaza Sara, ambapo pia lilikuwa linaendana na siri ya ndoa ya Enoki na Isabela. Tangu awe na mahusiano na Enoki, hakuwahi kushiriki naye tendo la ndoa. Enoki hakuwahi kumwambia kuhusu kukutana kimwili. Sara alishangazwa na hali hiyo. Alijiuliza kwa nini mtu anampa kila kitu anachotaka lakini hataki kukutana naye kimwili. Hata hivyo aliamua kupuuza. Atajua mwenyewe bana. Madhali ananipa kile ninachotaka na nimetoka kwenye umaskini, hayo mengine hayanihusu mimi, alijisemea Sara. Akiwa amelemewa na anasa na kujiona mshindi. Sara alianza kujitapa kwenye mitandao ya kijamii, akijipiga picha za kifahari na kuandika jumbe za kejeli akidai amemuiba mume wa Isabela na kumuondoa kwenye umaskini. Wakati mwingine Sara alimpigia simu Isabela, ambaye namba yake alikuwa ameiacha wazi kwa lengo la kumuumiza. Kutesa kwa zamu bibi. Isabela, sasa umezeeka. Bwana kaja kwangu na hatoki. Nitahakikisha anakupa talaka na atanioa mimi. Na hivyo hujamzalia, mimi nitamzalia mapacha, Sara alimwambia Isabela kwa dharau. Isabela akiwa amejificha na akijua ukweli mchungu wa kuhusu kafara za Enoki, alijibu kwa utulivu wa ajabu. Sawa binti, nakukaribisha, alijibu kwa sauti ya kirefu. Maneno yake yalikuwa na maana ya siri ambayo Sara hakuielewa. Siku moja Enoki alimpigia simu Sara akihakikisha mipango yake inatimia. Hello Sara, naomba jiandae na kutumia location uje nilipo, tufurahie usiku wa leo, Enoki alisema, sauti yake ikiwa imejaa msisimko na uongo. Sawa Enoki, nakuja sasa hivi, Sara alijibu kwa haraka. Alikuwa na shauku ya kwenda kukutana na Enoki, akiamini Enoki anampenda yeye kuliko mke wake aliyetoroka, akijisemea kimoyomoyo kuwa labda usiku huo atamueleza siri ya kutoshiriki tendo la ndoa. Sara alijiandaa haraka. Alifika sehemu ambayo Enoki alimtumia. Ilikuwa ni nje kidogo ya mji, kwenye eneo lenye miti mingi na upepo uliovuma taratibu. Yaani palikuwa maeneo patulivu sana. Katikati ya miti hiyo kulikuwa na nyumba kubwa ya kifahari. Ilikuwa imejaa utulivu wa kutisha. Sara aliingia ndani. Alimkuta Enoki akimsubiri. Enoki alikuwa ametawanya maua kuanzia mlangoni mpaka chumbani, akijenga mazingira ya kimahaba. Karibu Sara, karibu mrembo wangu, Enoki alisema, akionekana ni mtu mwenye furaha kuliko kawaida, huku akificha hofu yake ya kiroho. Asante Enoki, hayo yote ni kwa ajili yangu, aliuliza Sara akiwa haamini macho yake. Ndiyo, karibu ndani Sara, Enoki alijibu huku akimsindikiza. Sara aliingia ndani. Walikula na kucheza. Kulikuwa na vyakula vya kila aina na vinywaji, kana kwamba kuna sherehe ya watu wengi. Sara alishangazwa na wingi wa chakula na vinywaji, lakini aliamua kufurahia anasa hiyo. Baada ya muda, Sara alipata kizunguzungu na usingizi wa ghafla. Chakula na vinywaji alivyovitumia vilikuwa vimechanganywa na dawa za kulewesha. Enoki alimpeleka Sara chumbani. Sara alilala usingizi mzito. Enoki alitoka sebuleni, akafungua mlango. Akaanza kusema kwa sauti ya kunong'ona lakini ya heshima kubwa.
akilenga kwenye kona ya chumba. Enyi marafiki zangu mnaonipa pesa, leo na mimi ni zamu yangu kutimiza ahadi yangu. Nimewaletea zawadi ya kukata kiu yenu. Haya sasa mkafurahie. Kumbe pale ndani kulikuwa na viumbe wa ajabu ambao Enoch alikuwa amewaandalia sherehe maalum kwa ajili ya kumpokea Sara. Walikuwa ni viumbe wa kutisha wenye maumbo ya kibinadamu, lakini ni wakubwa sana, na wote walikuwa wanataka kumwingilia Sara. Maskini Sara, tamaa zilimponza. Hao viumbe walianza kuingia chumbani mmoja baada ya mwingine. Walimbaka Sara. Sara alishtuka kutoka usingizini, akakutana na hao viumbe wakubwa wakimfanya vibaya. Alipiga kelele kwa nguvu zote, lakini hakukuwa na mtu wa kumsaidia. Mateso makali na maumivu ya kimwili yalimfanya Sara ajute sana. Hii ndio ilikuwa sadaka kubwa ya Enoch kwa hao viumbe, ili aendelee kuwa tajiri zaidi na kuwaweka mbali na maisha yake. Sara hakuwa mke wa Enoch, bali alikuwa ni mke wa mashetani. Wale viumbe walitoka haraka baada ya kumaliza kumfanya vibaya Sara. Sara alibaki amelala pale akilia kwa maumivu makali aliyokuwa akiyapata. Alijitahidi kwa shida sana, akawapigia simu marafiki zake huku akitetemeka ili waje kumsaidia. Enoch alikuwa ameshaondoka hapo kitambo sana, akijua kafara imekamilika. Marafiki wa Sara walikuja haraka kumchukua. Walimwaisha hospitalini kwa haraka, kwani alikuwa amevuja damu nyingi sana na aliumwa sana. Madaktari walimfanyia vipimo na kutoa taarifa mbaya sana. Kizazi chake kimeharibiwa. Madaktari walimwambia kuwa lazima atolewe kizazi na hataweza kupata mtoto maisha yake yote. Sara alilia sana, akijuta sana na tamaa yake ya utajiri. Alikumbuka jinsi alivyomdharau Isabela, na sasa yeye ndio ameingia kwenye mateso makubwa zaidi. Sara alipotoka hospitali, alikuwa ameandamana na wazazi wake na marafiki zake. Waliamua kumtafuta Enoch, wakitaka aeleze ni nini kilitokea usiku ule wa kutisha. Walienda moja kwa moja ofisini kwake na walimpata. Enoch, kwa nini umenifanyia hivi? Kwa nini ulinitelekeza na yale maviumbe ya ajabu na kunikimbia? Sara alimuuliza kwa uchungu, machozi yakimbubujika. Wazazi wake walikuwa wamejaa hasira na masikitiko. Enoch akiwa mwigizaji mzuri wa asili, alijifanya ameshangaa. Viumbe gani Sara? Mimi nilipigiwa simu ya kazi ghafla usiku nikaondoka. Nilikuacha umelala, lakini nilikuja kukuaga. Nilisafiri na nimerudi leo asubuhi. Sijui hata unazungumzia nini Sara, aliongea Enoch akijifanya hajui kabisa kinachoendelea. Licha ya kuona alama za kutisha mwilini mwa Sara, Enoch alijitetea kwa uongo mweupe. Alidai kuwa asingeweza kumdhuru mwanamke anayempenda kiasi hicho. Wazazi na marafiki wa Sara, wakielewa na utajiri wa Enoch na kuogopa kupoteza fursa ya kumfanya binti yao aolewe, walimwamini. Wazazi wa Sara walimwambia Enoch kuwa binti yao amedhalilika na kujeruhiwa, na kwa kuwa anampenda basi lazima amuoe. Lazima umuoe binti yetu Enoch. Si rahisi kupata utajiri kama wako, Baba Sara alisema kwa sauti ya kunyenyekea. Enoch alikubali haraka, akiwa na lengo la kuitumia ndoa hiyo kama mkataba wake mpya na mashetani. Sawa, nitamuokoa Sara kutoka kwenye maisha haya mabaya. Nitamuoa, hamna shida. Tutafunga ndoa ya kimila haraka sana, Enoch alijibu.
Sara alipata furaha kubwa akikumbuka mateso aliyokutana nayo, na aliamini kuwa Enoki anampenda kweli na anaondoka kwenye matatizo. Alifurahia Enoki kukubali kumwoa bila kujua kwamba anajiingiza kwenye matatizo mazito zaidi. Usiku mmoja baada ya kukubaliana na Sara na familia yake kuhusu ndoa, Enoki aliingia kwenye kile chumba cha siri. Alifungua handaki la siri akishuka kwa uangalifu. Alianza kufanya maombi ya kishirikina, akizungumza na yule nyoka mkubwa. Mkuu, tayari nishakamilisha sadaka zote zinazokuhusu. Nipo tayari kumwacha Isabela kwa sababu ameshajua mambo yetu yote na anaweza kufichua siri zetu. Enoki alisema kwa heshima kubwa sana. Alimtoa Isabela kwenye mkataba wa kikafara. Kisha akafanya ahadi mpya ya damu na mwili wa Sara. Nitakwenda kumleta Sara hapa nyumbani. Atakuwa akitoa sadaka ya mwili wake kila mwisho wa mwezi. Na kwa sababu wanataka aolewe, basi nitamuoa. Enoki alijitapa. Na hiyo itakuwa ni sadaka kubwa yenye thamani kuliko Isabela. Kila mwisho wa mwezi mtafulea mwili wake wakuu. Enoki alimaliza maombi yake. Nyoka mkubwa alitingisha kichwa chake kwa ishara ya kukubali mpango huo mpya wa kafara ya mchepuko wake. Baada ya muda mfupi, Enoki alimwacha Isabela rasmi, akimpa talaka na kumwacha akiwa na uhuru wake. Isabela ambaye alikuwa mafichoni alifurahi sana. Alichukua uamuzi wa kwenda kuishi maisha yake ya uhuru na amani mbali na utajiri wa kishirikina. Enoki alimwoa Sara. Wakafunga ndoa ya kimila fupi. Sara aliingia rasmi kwenye jumba la kifahari la Enoki. Kama kawaida yake, akawa anajinadi mitandaoni kwamba amemuiba Enoki kutoka kwa Isabela na amekuwa malkia mpya wa jumba hilo. Sara aliishi kwenye jumba la kifahari akifurahia utajiri huo kwa mwezi mmoja tu, bila kujua kwamba amejiingiza kwenye matatizo mazito ambayo Enoki alikuwa amemwandalia kama kafara ya kudumu. Baada ya mwezi mmoja, Sara alianza kuona mauzauza mengi sana kuliko aliyoyaona Isabela. Mateso yalikuwa makubwa, huku akigundua kuwa kila mwisho wa mwezi yale mavyombe sasa yalikuwa lazima yaje kumwengelea kimwili. Sara alipitia mateso makali. Akaona vitu vya kutisha katika jumba lile. Aliugua mara kwa mara, akibaki akilia peke yake. Alitamani arudi kwenye maisha ya umaskini kabisa, lakini haikuwezekana. Aligundua kuwa sasa alikuwa ametekwa na si mke wa Enoki, bali ni mke wa mashetani. Kwa upande mwingine, Isabela aliachana kabisa na Enoki. Alianza kwenda kanisani na kutoa ushuhuda kuhusu maisha yake. Alifichua hadharani kwamba mali za Enoki ni za kishirikina. Ushuhuda wake ulisambaa kama moto wa kifuu. Siri ya mali za Enoki zilifichuka kwa kila mtu, na matokeo yalikuwa mabaya sana kwa Enoki. Anafilisika mali zake zote. Ghafla biashara zake zinaanza kuporomoka. Magari na nyumba zilianza kuchukuliwa na mkuu wake. Alimtelekeza kwani siri zake zote zilikuwa hadharani. Sara alitoweka pasipojulikana. Wengine walisema amechukuliwa na mashetani, wengine walisema ameuliwa na ametupwa pasipojulikana. Na kwa kuwa alikuwa ameshindwa kutimiza majukumu ya kafara za kila mwezi, Enoki alipitia mateso makali katika maisha yake yote aliyobaki. Alikufa maskini akiwa ameteseka na kuugua kutokana na mali zisizo za halali. Watu walishuhudia adhabu za kujitakia na tamaa ya mali.
na Isabela aliendelea kuishi maisha ya kumjua Mungu na alikuwa na amani na maisha yake. Usiache kusubscribe. Utakaposubscribe utakuwa na urahisi wa kupata video zetu kwa haraka zaidi.